Siri ya kombe la jicho la tatu: jinsi ya kuona maadui na kuwa na jini mwilini. Karibuni tena katika darasa la siri. Leo Boss Nyao amefungua mlango mwingine wa kustaajabisha. Je, umechoka kuishi maisha ya kopi huku hujui nani anakuchezea? Je, unataka kuona maadui zako kabla hawajakudhuru? Au unatamani kuwa na kiumbe jini mwilini mwako wa kusaidia maisha? Leo Boss Nyao anakuletea siri ya kombe la herufi Jim na majina ya Mungu. Sehemu ya kwanza. Kwa nini unahitaji jicho la tatu? Dunia tunayoishi ina mambo mengi ya siri. Boss Nyao anasema, wengi wenu mmechukuliwa misukule na watu wanaonekana wamekufa, kumbe bado wapo. Lakini jamii haina jicho la kuona. Wengine mnakwama kibiashara, akili zinapotea na afya zinayumba kwa sababu mnaishi maisha ya upofu. Wanaona ni wachache na hupigwa vita na hila sana. Kiukweli inauma sana, na mara nyingi sio hofu au kurukwa na akili. Unapomwona mtoto wako akiongea mara kadhaa, anaona mambo yasionekana dhahir, akiona usiku wa manane yule fulani, ikisha mtu huyo mwenye kuona hafla akaumwa na kupotea, kufariki. Jua kwa kweli aliwezwa kuna siri kubwa katika hii dunia. Sio kutishana kupeana elimu, tunapaswa kujikinga kwa Mola kwa sala na dua ili tuweze fanikiwa. Kwa maneno ya vijana, ili tuwe tumetoboa yake, fahamu, usiwe na haraka, utakosa mengi mno. Boss Nyao anasisitiza, ukiwa na jicho la tatu, utaweza kuepuka hatari kabla hazijakufika. Utaona mtego uliotegwa njia panda au kaburini, au hata nje ya nyumba yako au makazi ya watu. Utaona umbo halisi la mtu huyu ni msafi na huyu amebeba roho za watu na kutembea nazo. Utajua nani na kuchekea usoni, kumbe moyoni ana kisu kikali kuliko wembe. Hii ndiyo faida ya kuwa na elimu ya ziada kama kujifunza kwa Boss Nyao. Na sio wote elimu zao huacha wazi. Ni hapa tu. Tafadhali sasa, jiunge nasi kwa kusubscribe hapo chini na weka neno sema nimelipenda hili somo, na niko tayari kuchangia chochote ili tuzidi elimika. Sehemu ya pili. Maandalizi na tahadhari kali. Kabla hatujafika kwenye hatua, Boss Nyao anatoa onyo kali. Hii sio mchezo wa kitoto. Ukifungua jicho hili, utaona mambo makubwa. Unaweza kuona viumbe wa kutisha ambao hukutarajia. Boss Nyao anasema, kama huna kinga ya kutosha mwilini, unaweza kupata mshtuko, upofu au hata kifo kama utajaribu bila kuamua. Pia Boss Nyao anashauri, ili dawa hii iwe radhi, wewe unayetumia na ikusaidie kwa wepesi, changia chochote sadaka kabla hujaanza kuitumia. Hii ni siri ya kufanya viumbe hawa wa kuheshimu na kukutii bila hiana. Wengine sasa hapo watakimbia wakisikia mchango. Ngoja, subiri somo, hujalazimishwa, maana kutoa ni moyo, sio utajiri. Sehemu ya tatu. Jinsi ya kuandaa talasimu ama kombe maalum. Kama unavyoliona hapo kwenye kioo chako, andika kama ilivyo kwa zafarani nyekundu na marashi kidogo. Siku bora ni Ijumaa saa 1:30 asubuhi. Sheke. Hii ni kiboko. Mzaha, weka mbali. Pia ukiwa una akili za kitoto, hili somo acha kujifunza. Sikiliza kwa makini maelekezo ya Boss Nyao. Unahitaji karatasi nyeupe safi au sahani nyeupe ya kaure. Andika herufi Jim katikati mara 53 kama ilivyo. Hiyo talasimu kwenye mashikio ya hiyo talasimu upande mmoja andika jina la Mungu ya Samiru, na upande wa pili andika ya Baswiru. Baada ya kuandika, sasa ni wakati wa kuipa uhai talasimu yako. Boss Nyao anasema, anza kwa kusoma Surat al-Fatiha mara 21 kwa nia ya kuondoa umari makani, vizuizi vya eneo. Kisha soma Surat Jini mara 21. Kila ukimaliza sura moja, nuia hivi: ewe Mwenyezi Mungu, umeumba majini na watu ili tukuabudu na kusaidiana kheri. Naomba hudami wa sura hii awe ndani yangu, anionyeshe maadui
na kunisaidia maisha. Sehemu ya 4: kisomo cha majina ya Mungu. Baada ya kukamilisha Surat Jini, Boss Nyao anasema, malizia na visomo hivi vya siri. Soma ya Baswiru mara 333. Soma ya Samigu mara 185. Baada ya hapo, yayusha maandishi yale kwa maji safi. Maji ya mvua au ya boma ni bora zaidi. Hapo sasa dawa yako iko tayari. Sehemu ya 5: matumizi na tofauti ya nia. Hapa ndipo penye siri ya mafanikio, na Boss Nyao anaifafanua hivi: kama unataka kuona tu, jicho la tatu, nawa uso wako kwa maji hayo kabla ya kulala na ukiamka. Pia unaweza kuoga kidogo asubuhi na usiku. Fanya hivi kwa siku 21. Boss Nyao anasema ndani ya siku 3 tu utaanza kuona mambo ambayo hukuwahi kuyadhani. Kama unataka jini apande mwilini, kuchagawa, kunywa maji hayo asubuhi, mchana na usiku kwa nia ya siku 21. Hii itamfanya yule khudami aingie mwilini mwako na kuwa msaidizi wako wa kudumu. Boss Nyao anatoa tahadhari ya mwisho: usitumie manuizi makali sana ikiwa hujajipanga. Tumia kwa siku chache kwanza, mfano siku 3 au 7. Uone hali inavyokuwa. Ukiona mambo yamezidi uwezo wako, simama na utafute ushauri. Elimu hii ni bahari. Ikiwa unahisi unahitaji kufanyiwa kazi hii na mtaalamu kwa sababu huna kinga, mtafute Boss Nyao akusaidie. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili wengine waamke kutoka kwenye usingizi wa giza. Mpaka video ijayo, amani iwe juu yenu. Boss Nyao